Karibu mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV. Hii ni siku nyingine tena ambayo tunakutana katika eneo letu na kupeana elimu mbalimbali kuhusiana na kilimo na mifugo. Na kwa majina naitwa Imani Rubaba, na bila kupoteza muda, moja kwa moja leo nitaelezea kitu kingine. Nitaanza na somo lingine linaloitwa magonjwa, dalili na tiba za ng'ombe. Na maana magonjwa ya ng'ombe, dalili na tiba. Na kwa kuanza tutaanza na gonjwa moja ambalo linajulikana kama kwa jina la mastitis kwa jina la kitaalamu. Kiswahili inakuwa ngumu kidogo, lakini kwa Kiswahili kwa kuelezea tu, mastitis ni ile hali ya kuvimba kwa homoni zinazozalisha maziwa kwa mnyama au kwa binadamu. Kwa kitaalamu tunaita inflammation of mammary gland. Yaani ni ile mammary gland au homoni zinazosaidia katika kuzalisha maziwa kwa jinsia ya kike inakuwa inavimba. Na hili ni tatizo au ugonjwa ambao inapatikana kwa wanyama na binadamu pia. Ina maana inapatikana kwa wanyama aina mbalimbali. Na bila kupoteza muda, tutaanza na sababu zinazosababisha kuvimba kwa hizi homoni. Kuna sababu nyingi, na sababu hizo zinaweza ikawa ni bacteria, fungus, yeast au algae. Yaani hizi ndio sababu kubwa. Inaweza kusababishwa na bacteria au inaweza kusababishwa na fungus au na hizi yeast. Hizo ndio sababu ambazo zinaweza kusababisha kuvimba kwa hizi mammary gland. Maana pia bacteria au fungus wanapoingia katika hiyo mammary gland wanasababisha zile mammary gland kuvimba. Na tutaangalia njia ambazo zinazosababisha hizi visababishi kuingia katika hizo mammary gland. Roots, kwa Kiingereza tunaita roots, yani njia ambazo zinaweza kusababisha hizo bacteria, yeast na hivi fungus kuingia katika hiyo mammary gland. Njia ambazo zinaweza kusababisha, tunaanza, zipo njia nyingi kama vile teat canal, kuna udder injury na hemorrhage. Ina maana teat canal ni ile mifumo ambayo inapitisha maziwa na kuzalisha maziwa, ndio inaitwa teat canal. Yaani ndani ya mnyama kuna mifumo ambayo inapitisha na inasaidia kuzalisha maziwa. Yaani mifumo ya ndani ambayo inatumika hasa katika kuzalisha maziwa. Hiyo inaweza ikawa ni njia ambayo inaweza kutumika kuingiza bacteria au hizi visababishi vyote. Na kuna udder injury, hiyo tunaita kupata kwa jeraha katika kiwele. Yaani jeraha likipatikana katika kiwele inaweza ikawa ni sababu ya kuingiza hivi visababishi. Na kuna hemorrhage. Hii hemorrhage ni mifumo ya damu ambayo inaweza ipo ndani ya mnyama, inaweza pia ikasababisha kuingiza visababishi vya hii gonjwa la mastitis. Na kuna facilities, vichochezi ambazo vinasababisha kwa hivi visababishi kuingia ndani ya mnyama, visababishi ambavyo vinaweza vikasababisha hizi bacteria, yeast kuingia ndani ya mnyama, na yaani kuingia ndani ya hizo root ili kusababisha hilo gonjwa. Na kuna visababishi kama vile house hygiene, usafi wa banda, kuna udder hygiene, usafi wa kiwele, kuna milk and hand machine, mkono wa mkamuaji au mashine unazotumia katika kukamua zinaweza ikawa sababu pia za kusababisha hizo bakteria au hizo visababishi kuingia katika mwili wa mnyama. Kuna efficiency of milking, yani ufanisi wa mkamuaji au ukamuaji. Aidha mkamuaji anaweza kawa anakamua lakini hamalizi maziwa yote, au anaweza kawa anakamua anapitiliza. Hiyo inaweza kuwa sababu ya pia kuingiza visababishi. Kuna udder injury, kuumia kwa kiwele pia, hiyo ni kisababishi pia. Kuna occurrence of disease, yani kupatikana kwa magonjwa kama vile FMD, foot and mouth disease, ugonjwa wa mdomo na miguu. Hiyo inaweza ikawa pia ni sababu, yani hilo gonjwa inaweza ikapelekea katika kusababisha visababishi kuingia na kusababisha ugonjwa wa mastitis. Bila shaka mpaka hapo mpenzi mtazamaji umepata mwanga
na umeelewa na jinsi gani unaweza ukajikinga, na tunaenda katika matibabu ya hili gonjwa. Hili gonjwa la mastitis linapoingia au linapoonekana inaweza ikatibiwa vipi? Tunaita parental treatment. Kuna njia mbili ambazo, hizo njia nyingi, lakini kuna kama hizi naweza kuzitaja kama vile parental treatment na kuna intermediate injection. Hii parental treatment inaorodhesha zile njia za kukinga na kusaidia vile visababishi visiendelee kuwepo wakati wa tiba. Ina maana wakati ng'ombe akishagundulika na ugonjwa huu, unazuia vile, unaweka mazingira ambayo yanaweza akazuia kusababisha kwa hili gonjwa. Ina maana kama vile kufanya usafi, kufanya nini, kusafisha kiwele na kadhalika. Lakini kuna interparental injection. Hii ni dawa ambayo unaweza kutumia katika kutibu, na moja kwa moja inawekwa direct katika eneo lenyewe athirika. Mfano katika chuchu zile, ukishamsafisha na kukamua ule usaha na kila kitu, umesafisha, unafanya injection katika zile chuchu au kiwele. Bila shaka paka hapo, mpenzi mtazamaji, umepata mwanga na umeelewa kuhusiana na gonjwa la mastitis, na mkulima nimekueleza sababu, au mfugaji nimekueleza sababu zote ambazo zinaweza zikasababisha na jinsi ya kujikinga. Kwa hiyo bila shaka tumeelewana na tutaendelea kwa pamoja. Usisite kusubscribe.